Mtume sallam akapewa habari kabla ya jeshi kuingia sehemu ile, takriban wiki moja ikawa Mtume sallam amepata habari ikiwa kuna jambo lolote emergency itakaotokea, basi vile vikosi vitakuwa ni wenye kupambana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Inshallah leo tuendelea na darasa yetu ya sira baada ya mapumziko ya hizi siku 10 za Dhulhijja, ambao watu walikuwa wako katika harakati tofauti. Leo inshallah tuingia ghazwat Uhud, vita vya Uhud. Kabla ya vita vya Uhud tulizungumza vita vya Badri. Baada ya vita vya Badri, Makuraish kushindwa katika vita vile, wakawa wanajiandaa kulipa kisasi kwa kile kilichowapata katika vita vya Badri. Ghafla wakapata pigo lingine. Kabla ya vita vya Uhud walipata pigo lingine katika sehemu inaitwa Qirada, katika mwezi wa Jumada al-Akhira, mwaka wa 3 baada ya hijra ya Mtume. Makureshi walituma msafara kuelekea Sham kupitia njia ya Iraq, ili msafara uweze kupasua na kwenda mpaka Sham, wasipite karibu na mji wa Madina. Na msafara huu alikuwa akiongoza Safwan bin Umayya. Mtume sallam akajua, akamtuma Zaid bin Haritha akiwa na kikosi cha watu 100 wakiwa juu ya farasi. Zaid akauvizia ule msafara wa Makuraish ikiwa unashukia sehemu ya Najdi inayoitwa Qirada. Zaid akaweza kunyakua msafara wote, na wale waliokuwa wakiongoza msafara ule walikuwa na ngamia zao na wakakimbia wote. Yule aliyekuwa dalil mwenye kuwafahamisha njia anaitwa Furata bin Ibn Hayyan, akawa ni mwenye kutekwa nyara na kisha akasilimu. Kwa hiyo ghanima ya vita hivi ikakadiriwa ni 100,000, ni takriban 1,100. Kipigo hiki ambacho Makuraish walikipata baada ya vita vya Badri kiliwatia uchungu sana. Wakawa wanajiandaa na kisasi kikubwa. Kwa hivyo walipopata kipigo hiki cha Qirada, wakazidi hasira, wakawa ni wenye kufanya bidii na haraka katika kujiandaa, na wakafungua babu tatawwu. Yoyote anayetaka kujitolea kushiriki katika vita dhidi ya Waislamu basi anaruhusiwa kuingia. Kwa hiyo wakakusanya maahabish wa Ethiopia ama mahabash, na wakahusisha mashuara, waimbaji mashairi na watoaji mashairi, hasatan wawe ni wenye kufanya tahridh, wanahimiza watu na wakiwahimiza na ighra kwa mashairi. Wakajiandaa Makuraish, jeshi takriban watu 3,000 muqatil, wapiganaji takriban 3,000, na wakawa na ba'ir 3,000, ngamia 3,000, wa 200 farasi 200, wa 700 dir'i, zile nguo za vita wakawa na takriban 700. Na kisha wakabeba katika msafara wao huu adadun minan niswa, wanawake kadhaa wawe
fanya tahridh, wanahimiza na wakitia hamasa kwa wale wanaume na ushujaa waweze kupigana na Waislamu. Kiongozi wao mkuu katika vita hivi akawa ni Aba Sufyan, na mbebaji bendera ikawa ni Abtal, ni katika Abtal mashujaa wa Bani Abdiddar. Jeshi hili la Makuraish likataharak fi ghaidhihi wa ghadabi, chuki zake na hasira zake, mpaka ikaweza kufikia pambizo za mji wa Madina. Kisha likatulia na likaweka kambi yake katika sehemu ambayo kwamba iko wazi katika bonde Wadi Qanat, ambao ni karibu na Jabal Ainain na Jabal la Uhud. Na ikiwa ni siku ya Jumaa tarehe 6 mwezi wa Shawwal mwaka wa 3 baada ya hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapewa habari kabla ya jeshi kuingia sehemu ile, takriban wiki moja ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam amepata habari. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaandaa vikosi dauriyat askaria ambao walikuwa vikizunguka, awe ni tahassuban litawari, ikiwa kuna jambo lolote emergency itakaotokea, basi vile vikosi vitakuwa ni wenye kupambana na kuweza kuhifadhi mji wa Madina ambao kwamba ilikuwa ni ad-daula al-walida, dola changa ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliassis baada ya hijra. Na vita vya Badri viliweza kuonyesha nguvu ya Waislamu waliokuwa nayo. Jeshi liliposhuka sehemu ile, Mtume sallallahu akawashauri Waislamu juu ya mpango, khutatu difa, namna ya kudefense. Ilikuwa rai yake Mtume sallallahu Waislamu wajifungie katika Madina na wanaume wapigane sehemu zile ambazo kwamba ni katika vichochoro na sehemu ambazo kwamba Makuraish wataingilia, na wanawake wawe juu ya majumba, watakuwa ni wenye kuwarushia chochote ambacho kwamba watakuwa nacho. Rai hii Abdullah ibn Ubay bin Salul rasul munafiqin akawa ni mwenye kukubali, na nikana kwamba yeye kusudio lake ni abaki nyumbani pasina kutuhumiwa kwamba yeye hakuenda vitani. Kwa hivyo ikiwa kutakuwa na mapambano yatakuwa ndani ya mji wa Madina, basi kwake ni bora, kwa sababu yeye hataki kutoka kwenda vitani. Lakini vijana shabab wakawa na hamasa na wakatoa rai ya kwamba tupambane katika sehemu makshuf ya wazi. Ikakubaliwa rai yao. Mtume sallam akagawanya jeshi katika vikosi vitatu, 3 kataib. Katibatun lilmuhajirin, kikosi kikawa kimoja ni cha muhajirin na aliyebeba bendera ni Musa bin Umair, na katiba nyingine ni ya Aus, kikosi chingine ni cha Aus akabeba bendera Usaid bin Hudayr, na kikosi cha tatu ni cha Khazraji ambacho alibeba bendera Al-Hubab bin Mundhir. Baada salati al-asri Mtume sallam akaelekea mpaka Jabal Uhud, na alipofika sehemu inaitwa Sheikhain akawa ni mwenye kuliangalia lile jeshi, kalifanyia isti'rad. Vijana wadogo akawarudisha, na kuna kijana mmoja alikuwa na umri wa miaka 15 akiitwa Rafi' bin Khadij. Huyo alikuwa ni hodari sana katika kurusha viembe. Mtume sallam akamruhusu, lakini Samura bin Jundub ambaye alikuwa ni kijana pia akasema, ana aqwa minhu wa ana asra'uhu, mimi nina nguvu kumshinda huyu na mimi nampiga mieleka na mbwaga huyu. Rasulullah, mbona umemruhusu huyu na mimi wanirudisha? Mtume sallam fa amarahuma bil musara'a,
akaamrisha wapigane mieleka, angalie kweli asemayo. Na kweli baada ya kuamrishwa, fasaraa Sumratu rafi'an, huyu kijana wa pili akamshinda yule wa mwanzo. Mtume alimruhusu kwa sababu alikuwa ni mwenye mrushaji vyembe vizuri, basi faajazahu aidan, na huyu pia akamruhusu, akamwambia na wewe utakwenda vitani. Sehemu hii ya Shaykhain, Mtume sallam akasali maghrib na isha, kisha akalala hapo, akachagua watu 50 katika kulinda ile kambi. Na akhir al-layl, mwisho usiku kabla ya salati al-fajri, Mtume sallam akaondoka na jeshi lile na akawa ni mwenye kusali salati al-fajri sehemu inaitwa Shaut. Na sehemu hii ndo Abdullah bin Ubay bin Salul tamarrada, akawa ni mwenye kukhalifu na kurudi nyuma na watu takriban 300. Munafiq, rasul munafiqin Abdullah bin Ubay bin Salul. Na kutokamana na hali hii, udhaifu fulani na mbabaiko ukaingia katika Bani Salama na Bani Haritha, ikuhurubia hawa wakawa ni wenye kutaka kurudi, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawathubutisha. Kwa hiyo mwanzoni Waislamu walikuwa ni 1000, waliporudi 300 pamoja na Abdullah bin Ubay bin Salul wakabakia 700. Mtume sallam akaelekea mpaka Jabal Uhud, na akawa ni mwenye kufika mbele kidogo, ambao kwamba ile milima na majabali ikawa iko mgongoni mwa Mtume sallallahu alaihi wasallama. Kwa hiyo ikawa mbele yake kuna maadui, yani ameweka jabali nyuma yake, baina yake na Madina, na yeye akawa mbele ya jabali na kupambana na maadui Makureish. Hapo akaandaa jeshi vizuri na akaamrisha watu 50 katika wenye kurusha vyembe, baadhi ya riwaya zinasema 60, juu ya Jabal Ainain, na ambapo kwamba jabali ndo lajulikana ni Jabalur Rumat, jabali la wenye kurusha vyembe, wakiongozwa na Abdullah bin Jubair al-Ansari. Na akawaamrisha wazuie wale farasi na walinde watakuwa ni wenye kuhami huku katika mgongo wa Waislamu, na akawasisitizia ya kwamba la yatruku makanahum, wasiwache pale mahala walipo Mtume alipoweka mpaka amri yake Mtume ije. Sawa, hiyo Waislamu watashinda ama watashindwa. Mushrikina nao wakaandaa jeshi lao na wakaenda katika uwanja wa vita, wakihimizwa na wanawake kule, wanawake wakizunguka katika safu za mushrikina wakipiga ngoma na wakiwahimiza wale mashujaa na wakitoa abiyati, in tuqbilu nu'aniq wa nufrishu namariq au tudbiru nufariq firaqa ghaira wamiq, yani nyinyi mkielekea kwa mkapambana nao Waislamu basi tutawakumbatia, wa nufrishu namariq, na tutawatandikia mito na matandiko vizuri, au tudbiru nufariq, lakini mkipea mgongo wale mkakimbia, basi sisi tutaachana na nyinyi. Furaqa ghaira wamiq, mtengano usokuwa na mapenzi, usokuwa na mahaba kabisa yani. Kwa hiyo wakawa wanazungumza maneno haya na wakiwataja kwa majina wale wenye kubeba bendera, wakisema wahyan bani abdiddar, wahyan humat al-adbar, darban bikulli battar, yani maneno ya kuhimiza, haya twendeni bani abdiddar, haya twendeni vitani. Humat al-adbar, walinzi mnaohami migongo, piganeni na hao. Bikulli battari, battar ni panga lenye makali. Jeshi la mushrikina na Waislamu wakakurubiana,
akatokea Talha bin Abi Talha al-Abdari ambaye alikuwa anabeba bendera ya mushrikina na alikuwa ndo shujaa mkuu wa mashujaa wa Quraysh wakati ule, na akataka mubaraza akiwa juu ya ngamia. Akatangulia Zubair bin al-Awwam, na muallif mwandishi asema wa wathbata al-layth, yani ile shambulizi la simba, hata swara mahu ala jamali, mpaka akampadia juu ya ngamia wake. Thumma akhadhahu waqtahama bihi al-ardha, kisha akashuka naye chini kama vile simba anavorukia juu ya mtu aliyojua ngamia, kisha akamshukisha chini. Wa dhabahahu bisayfihi, Mtume sallam akapiga takbira, wakabbara almuslimuna, na Waislamu wakapiga takbira. Kisha baada ya mubaraza ile challenge na mapambano yale ya mtu mmoja mmoja, kila nukta ikawa sasa watu wanapambana. Khalid bin Walid wakati ule hakuwa Muislamu, Saifullah al-Maslul, akiwa yeye ni katika wale mfursan al-mushrikin, wale ambao wako juu ya farasi wapiganaji. Akajaribu mara kadhaa ili aweze kuwafikia Waislamu, lakini akashindwa, kwa sababu wale waliokuwa juu ya jabali walikuwa wakimtupia vyembe, wakamrudisha. Waislamu wakawa ni wenye kuendelea na mapambano mpaka wakaweza kuua takriban wapiganaji mushrikina 11 na bendera ikaanguka. Waislamu wakaendelea hata mushrikina ikawa hali imekuwa ngumu kwao. Katika taqaddum hii Waislamu wanasonga mbele. Hamza ibn Abdul Muttalib, Asadullah wa asadu Rasuli sallam, Hamza ammi yake Mtume, akawa ni mwenye kuuawa, ambaye aliuliwa na Wahshi bin Harb. Habshi alikuwa ni hodari wa kurusha mikuki, na bwanake ambaye ni Jubair bin Mut'im alimwahidi ya kwamba lao atamuua Hamza atamwacha huru, kwa sababu Hamza ndiye alimuua ammi yake Jubair ibn Mut'im ambaye ni Tuaima bin Adi bin Badri katika vita vya Badri. Kwa hiyo Wahshi alijificha nyuma ya jiwe akimvizia tu Hamza, na Hamza alipokuwa yuko katika mapambano, Wahshi akamrushia mkuki na ukaweza kuingia katika tumbo lake na akaanguka. Hamza hakuweza kusimama mpaka akawa ni mwenye kufikiwa na mauti radhiallahu anhu. Kwa hiyo katika hii nukta ya mwanzo mushrikina walishindwa, wakakimbia. Wanawake waliokuwa wakihimiza nao wakakimbia, Waislamu wakawafuata nyuma, huku mushrikina wakitupa silaha zao, Waislamu wakichukua ghanima. Hapa ndio wakakosea wale waliokuwa juu ya jabali, wakashuka watu 40. Katika kitabu hiki wameandika ni watu 50, katika baadhi ya riwaya sema ni 60, lakini wakashuka watu takriban 40 ili wapate ghanima, wapate ngawira, pamoja na kwamba Mtume aliwahimiza wabakie hata kama tutashindwa, lakini wakashuka. Kwa hiyo Khalid bin Walid akatumia hii fursa, akawavamia wale 10 waliobakia katika Jabal Rumat na kuwaua, kisha akalizunguka lile jabali, na ikawa sasa Waislamu wako katikati, akawazunguka tatwiq. Kwa hiyo washirikina waliokuwa wakikimbia wakajua ya kwamba huko nyuma kuna wenzetu ambao kwamba wamewanusuru, kwa hivyo wakageuka. Kwa hivyo Waislamu wakabaki katikati ya mushrikina ambao huko wanaongozwa na Khalid bin Walid, na wale waliokuwa mbele wakakimbia. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na jeshi la Waislamu, na walikuwa watu 7 katika Ansar.
watu 7 katika Ansari wa Madina na 2 katika Muhajirin. Wale mashujaa waliokuwa na Khalid bin Walid walipoona Mtume sasa alipoona kwamba hawa wanakuja kwao pamoja na Khalid bin Walid, akawa ni mwenye kuwaita masahaba wake kwa sauti ya juu, ilayya ibadallah, njoni kwangu waje wa Mwenyezi Mungu. Washirikina wakasikia ile sauti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, walaallahum, muallif asema laalla wao kanu aqraba ilayhi min almuslimin, walikuwa karibu zaidi na Mtume kuliko hata Waislamu. Kwa hiyo wakakusanyika kundi katika mushrikina, na wakawa ni wenye kumshambulia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakawa wanataka kummaliza kabla ya Waislamu hawajamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kusema, man yarudduhum anna walahu aljanna au huwa rafiqi fil janna, nani atakawarudisha hawa na atapata janna, au atakuwa sahibu wangu, rafiki yangu katika pepo. Mmoja katika Maansar akatangulia na akawasukuma, akawapush wale mushrikina mpaka akawa ni mwenye kuuawa. Kisha akatangulia mwingine, kisha akaenda mwingine, kila mmoja ajitolea katika kumhami Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka wakafika watu 7. Alipoanguka wa 7, ikawa wamebakia Makureishi 2 tu kando ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Talha bin Ubaidillah na Saad bin Abi Waqqas. Tutasema katika maelezo ya kwamba visa hivi hatuelezi kwa ajili ya furaha, bali tueleza iwe ni ibra. Wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak, Mwenyezi Mungu anambia Mtume, tunakupa visa vya mitume ili kututhubutishe moyo wako. Ikiwa masahaba walijitolea namna hii kwa ajili ya kumnusuru Mtume na kunusuru dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sisi tumefanya gani? Tumefanya juhudi ipi? Tumekuwa na harakati zipi? Ibada ya mtu binafsi peke yake haitoshelezi kwamba sisi tumenusuru dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wakaanguka 7, wakabaki Makureishi 2. Mushrikina wakazidisha mashambulizi yao dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka jiwe likali lenye kumpiga Mtume sallallahu alaihi wasallama katika ubavu wake, katika kichwa chake, meno yake ya chini yakawa ni yenye kupatwa. Meno yake rubaiyatuhu al-yumna sufla, meno yake ya chini upande wa kulia yakawa ni yenye kupatwa, na ili kanwa, hii lips yake ya chini ikawa ni yenye kujeruhiwa, na bapa lake la uso likawa lenye kujeruhiwa, na akapigwa na panga katika wajnatihi, ambao ni sehemu hii ya chini ya jicho, hapa katika sehemu juu ya shavu, na alikuwa amevaa ile zile dar'i ambayo ilikuwa inahami silaha. Sasa vile vyuma alikuwa amevaa vikayenye kuingia ndani katika mashavu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha katika bega akapigwa panga lingine kali sana, ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akistaki maumivu kwa miezi kadhaa baada ya tukio kama hili. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amevaa dar'i 2, yani zile mavazi ya kivita haikuweza kufikiwa huku sehemu za huku. Waka kula hadha, yote haya yanatukia pamoja na kwamba mushrikina Makureish walikuwa wanapambana mapambano ya kufa kupona, na huku Waislamu katika masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam wakimhami Mtume sallallahu alaihi wasallam. Saad bin Abi Waqqas
kutupa viembe kumhami Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kumtufia katika chombo chake, na akamwambia irmi fidaka abi wa ummi. Talha bin Ubaidillah akawa ni mwenye kupambana mpaka akapatwa na 35 au 39 jurha, majiraha takriban 39 au 35. Akamhami kwa mkono wake Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka vidole vyake vikawa ni vyenye kupatwa na majiraha, hata shullat, mpaka vikapooza kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopatwa kwa vidole vyake akasema hissi, yani ile hisia ya maumivu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, lau qulta bismillah, lau ungesema bismillah la rafa'atka almalaikatu wan nas yanzurun, malaika wangekunyanyua na watu wakiangalia. Katika hali hii ngumu sana, muallif asema Jibril na Mikail wakawa ni wenye kushuka, wakapigana kumhami Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ikawa kuna idadi kadhaa ambao katika Waislamu wamemhami Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa mojawapo ni Abu Bakar wa kwanza na Abu Ubaida bin al-Jarrah. Na Abu Bakar alienda kutoa ile halqa ya mighfar, ile ambayo ilikuwa imeingia katika uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akawa ni mwenye kukakamia Abu Ubaida mpaka akaweza kutoa kwa meno, na meno yake ya juu yakaanguka kwa sababu ya kile chuma ambacho kwamba ametaka kukitoa. Muallif asema aling'ang'ana kutoa ile ya pili mpaka jino la pili likaanguka. Katika hali hii akamfikia Mtume Abu Dujana, Mus'ab bin Umair na Umar bin al-Khattab na Ali bin Abi Talib na wengineo, idadi ya Waislamu ikawa ni yenye kuongezeka, na mushrikina nao wakazidisha mashambulizi yao. Waislamu wakawa ni wenye kusimama na butulat nadira, ushujaa wa kipekee. Wengine wanarusha viembe, wengine anamhami Mtume, wengine anapigana, wengine anamhami Mtume na mwili wake, zile mishale inaorushwa, basi walikuwa wakihami baadhi na miili yao. Bendera liwa ya Mtume sallam ilikuwa katika mkono wa Musa bin Umair, wakampiga mkono wake wa kulia ukakatika, akashika kwa mkono wa kushoto ukakatika, mkono wa kushoto akapiga magoti na kushika na kifua chake mpaka akauawa. Na aliyemuua huyu Musa bin Umair anaitwa Abdullah bin Qami'ah. Huyu Abdullah bin Qami'ah alipomuua Musa bin Umair akadhani kwamba amemuua Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Musa alikuwa akifanana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi Abdullah bin Qami'ah akaondoka akapiga kelele, inna Muhammadan qad qutil, Muhammad ameuawa. Hii habari kaenea haraka sana, na kwa kueneza habari hii yale mashambulizi ya mushrikina yakapungua, wakidhani kwamba wamefikia lengo na wamepata lile walikuwa wanalitaka, na wale ni kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inshallah tutakomea nukta hii ya pili ambayo tutaieleza kwa ufupi. Mwenyezi Mungu akijalia tutaendelea wiki ijayo nukta iliyobakia katika vita hivi vya Uhud. Nikimalizia, Waislamu walipoona ya kwamba mushrikina wamewazunguka, walikuwa na irtibak, pata mbabaiko na kushtuka, hawakufikia kiwango cha kuwa kitu kimoja. Kuna wengine walikimbia mpaka wakafika Madina Munawwara, wengine walikimbia katika shiibi ya Uhud, wengine walienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamhami Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wengi walibakia katika daira tatwiq, wakiwa wamezungukwa, wamethubutu katika sehemu zao, wakipambana na wale waliowazunguka na wakipigana nao.
Nilikuwa hawana mwenye kuwaongoza. Kwa hivyo ikapatikana irbak kubwa katika safu zao. Mpaka mmoja katika Waislamu anaitwa Yaman Walid al-Yaman Walid Hudhaifa, babake Hudhaifa, akauliwa na Waislamu kwa sababu ya ile hali ya mbabaiko ambao kwamba walikuwa wametokea. Waislamu wenyewe wakamuua. Na waliposikia habari ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengine wakakosa nguvu kabisa, mpaka wengine wakaacha kupigana. Wengine wakashujaisha wakisema, mutu ala ma mata alayhi Rasulullah, kufeni kwa kile alichokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipokuwa katika hali hii Ka'b bin Malik akamwona Mtume sallallahu alaihi wasallama akiwa anapasua njia akija kwao, kwa wale waliozungukwa, akamjua, akatoa sauti ya juu ya kwamba ya mashara muslimin abshiru, enyi Waislamu pateni bishara njema, hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huyu hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikawa sasa Waislamu wanarudi na wakakusanyika kando ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, takriban watu 30 katika masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mtume akapasua njia baina ya mushrikina na akaweza kuwaokoa wale ambao kwamba walikuwa wamezungukwa, na akawatoa mpaka akawafikisha katika jabal. Mushrikina walijaribu kuweza kuzuia ile insihab, ile kuweza kutoka katika ile tatwiq ambao walikuwa wamezungukwa, lakini walifeli. Katika hali hii wakauawa wawili katika majaribio kama haya, na kwa khutta, mpango kama huu, Waislamu wakaweza kuokoka. Lakini baada ya kutoa thamani ghali kwa makosa ambao waliyafanya wale wenye kurusha viembe na kukhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweza kuwatoa hawa masahaba waliokuwa wamezungukwa na akaenda nao juu ya sehemu ya jabali. Inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa haya machache atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Inshallah Mwenyezi Mungu akijalia wiki ijayo tutakuwa ni wenye kutoa nafasi ya maswali, lakini leo kwa sababu ya mvua na harakati hizi tutakomea hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.